Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waheshimiwa wabunge, naomba mketi kwa sababu hoja hii ikiwasilishwa kwa ngazi hii hamhojiwi wala hamuungi mkono. Lakini ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana. Mnataka lazima mhojiwe? Sio utaratibu wetu. Waheshimiwa wabunge, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa wasilisho hili ambalo pamoja na mambo mengine lakini ameeleza kwa kirefu kazi ambazo zimefanyika katika bunge letu hili la 12, lakini pia bunge katika mkutano wake huu wa 19. Baada ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wabunge, nami nizungumze nanyi kwa kifupi. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kushiriki katika shughuli za bunge letu tukufu kwa kipindi cha miaka 5. Na nikitaja hapa miaka 5, mnafahamu bunge hili la 12 limepata fursa ya kuongozwa na maspika wawili. Lilianza kuongozwa na spika wetu Mheshimiwa Job Yustino Ndugai Asanteni sana. Kisha nikapata nafasi mimi ya kumpokea kijiti. Leo asanteni sana. Asanteni sana. Na leo ilikuwa apate fursa ya kuzungumza nanyi, lakini amesema kwa kuwa wewe utazungumza, basi utazungumza utakayosema ya bunge zima hili la 12. Mheshimiwa Ndugai, tunakushukuru sana kwa utumishi wako kwa bunge hili, kwa sehemu ambayo uliweza kuhudumu kwenye nafasi ya spika. Nawe tunakutakia kila laheri katika yaliyo mbele yako. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, katika safari hii wapo wenzetu ambao hawapo nasi tena, wametangulia mbele za haki. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la amani na sisi sote tuendelee kuilinda nchi yetu. Waheshimiwa wabunge, mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 2020 nilipata heshima ya kusimama mbele yenu kama naibu spika nikiwasilisha salamu zangu baada ya kuhitimishwa kwa mjadala wa bajeti kuu ya serikali wa mwaka 2020-2021. Leo hii nimejaliwa fursa nyingine adhimu kabisa kuzungumza nanyi nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naendelea kutoa shukurani za dhati kabisa kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwatumikia kama spika kwa takriban miaka 4. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea mwisho wa kipindi cha uhai wa bunge la 12. Hiki ni kipindi cha kutazama nyuma na kutafakari mambo mengi tulioyatekeleza kwa pamoja kama bunge na kama wawakilishi wa wananchi katika majimbo yetu, katika mikoa yetu, kwa wale wa viti maalum. Katika kutafakari haya, naomba nianze kwa kutoa salamu maalum kabisa za shukrani za dhati kwa Chama cha Mapinduzi, hususan mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.